Halo, habari za leo. Karibuni tena Pedo and Rose Stories. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Leo nazungumzia matumaini na nguvu. Hope and resilience. Akili yenye afya ikiwa na VVU. Yaani mtu ambaye ana VVU na akili yake ikoje? Mtu yeyote mwenye VVU anaruhusiwa kufanya kazi, kusafiri, kuwa na familia, kufurahi. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye VVU akili yake anatakiwa ajipende, ajijali, ajithamini, ajione kwamba yeye ni mzima kama watu wengine. VVU sio kifo, ni sehemu mojawapo ya maisha na ni sehemu mojawapo ya afya yake. Kwa hiyo anaruhusiwa kufanya kazi, anaruhusiwa kufanya biashara, anaruhusiwa kuwa na familia, anaweza kuoa na akaolewa na akawa na familia, akazaa watoto ambao hawana VVU. Anaruhusiwa kufurahi, kucheza mziki, kusherehekea, kujiunga katika vikundi, kufanya biashara. Sasa kuna mambo matatu ya kuilinda akili yako ukiwa na VVU. Yaani kama una VVU kuna mambo matatu ambayo nimeyaona yanaisaidia kuilinda akili yako. Kwanza ni familia yako. Familia yako ni kitu cha muhimu sana kwa sababu upweke ni hatari. Kwa hiyo usiruhusu kuwa na upweke. Jali familia yako inayokuzunguka. Hiyo ndio inayokuondolea upweke. Kama una familia, basi jiunge na vikundi. Unapojiunga na vikundi, hivi vikundi sasa ndiyo familia yako. Vikundi vipo vya aina tofauti tofauti. Unaweza ukajiunga kwenye vikundi vya wanaoishi na virusi vinavyosababisha ukosefu wa kinga mwilini, au ukaamua kujiunga na vikundi vya mipira, ukaamua kujiunga na vyama vya siasa, ukaamua kujiunga kanisani. Kanisani unaweza ukaamua kuimba hata kwaya, amua kuwa na mtu wa kukujulia hali. Kwenye vikundi humu watu wasipokuona umehudhuria lazima watakutafuta kukujulia hali. Kwa hiyo kujiunga kwenye vikundi kuna faida yake. Faida mojawapo ni unapokuwa hujaonekana, watu watakuwa concerned kutaka kujua fulani mbona hatujamuona leo kwenye mazoezi, fulani mbona hajahudhuria vikao viwili vitatu, na huwa sio kawaida yake. Kwa hiyo lazima kuna mtu atakutafuta kukujulia hali na kuuliza usalama wako. Pili, mwili wako ni akili yako. Mwili wako ni akili yako. Tembea dakika 20, cheza mziki, lala masaa 7 mpaka 8. Tumia dawa zako za VVU kwa muda uliojipangia. Yaani usiwe mtumwa wa dawa. Kama muda uliojipangia kutumia dawa zako, basi uwe ndo muda huo huo, usiruke dozi. Kwa mfano, kama unatumia asubuhi saa 2 asubuhi, basi hakikisha huo muda kila siku saa 2 asubuhi unatumia dawa zako. Kama umeamua kwamba unatumia saa 2 usiku kabla hujalala, basi hakikisha ile saa 2 usiku unatumia dawa zako. Na kama umetoka umekwenda mahali, labda ni kwenye harusi au kwenye shughuli, unajua utachelewa kurudi, chukua dawa zako uende nazo. Ili ukifika muda wa kumeza, basi unachukua dawa zako unameza. Unapotumia dawa zako vizuri, ndipo utakuwa U equals U. Utakuwa undetectable sawasawa na untransmittable. Yaani viral load inakuwa undetectable. Na ukisha kuwa undetectable hauwezi kupasi virus kwenda kwa mtu mwingine. Mwili ukiwa sawa na akili inafuata.
Yaani hii miili yetu ikiwa sawasawa na akili pia inafuata, yaani akili pia inakuwa sawa, msongo wa mawazo unakuwa haupo nao. 3, kusudi lako. Kusudi lako wewe. VVU visifute ndoto yako. Bado unaweza kufanya kazi kama nilivyosema mwanzo kabisa, ukafanya biashara, unaweza kuzaa watoto, ukawa na familia na ukawalea wale watoto, unaweza kuweka malengo. Akili ikipata kazi, hofu inapungua. Kwa hiyo unapokuwa unafanya kazi, ile akili pia inakuwa inachangamka. Kwa hiyo unakuta kwamba ile hofu inapungua au inapotea au inatoweka kabisa. VVU ni sehemu ya maisha tu, lakini sio mwisho wa safari. VVU, kuishi na VVU ni sehemu mojawapo ya maisha na ni sehemu mojawapo ya afya, lakini sio mwisho wa safari. Safari inaendelea kama alivyoipanga Mwenyezi Mungu. Kama una msongo wa mawazo, tafuta msaada wa daktari. Kama unaona kabisa kwamba una msongo wa mawazo, yaani depression au anxiety, basi usikae kimya, tafuta msaada wa daktari ili upate dawa za depression au upate therapy ili utibu hilo tatizo mapema kabla halijakusumbua zaidi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, kucomment, kushare na kusubscribe. Elewa kwamba mimi sio daktari, lakini nazungumza kutokana na uzoefu wangu wa kuishi na VVU kwa muda mrefu. Asanteni sana.